moja tuko live mubashara kabisa na Kasumu TV, na hapa mbele yako unamuona kijana ambaye ni machachari kabisa katika kwaya hii ya Bethania. Kiongozi, jina lako ni nani kidogo? Kwa majina naitwa Stefano Mikael Mwalwega. Wewe ni nani katika hii kwaya ya Bethania? Kwenye hii kwaya mimi tuseme ni mwalimu wa step. Wewe ni mwalimu wa step. Yani kazi mtakayoiona kwenye video step zote zinacheza vile mhusika ni mimi mwenyewe. Bwana, sasa una muda gani kwenye kwaya hii ya Bethania? Kwenye yani tuseme yani nilianza toka mdogo. Toka mdogo ulianza kuimba kwaya? Mpaka niko hivi yani siwezi hata nikasema ni miaka mingapi kwa sababu ni muda mrefu. Bwana, safi sana. Labda umejifunza nini katika hii kwaya hapa? Hii kwaya tuseme nimejifunza vitu vingi sana kwa sababu kanisa linaokoa mtu. Ndio. Kupitia kanisa mimi nimeokoa kwa sababu wengi vijana wapo kama mimi, lakini saa hizi mimi nipo kushuti kwenye kazi ya Mungu na litangaza jina la Yesu. Lakini kuna watu wengine wapo kuvuta bangi. Kuna wengine wako mabaa. Kuna wengine ni wagomvi. Kuna wengine wanapasuana chupa. Lakini mimi ni nani nishindwe kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuniokoa mpaka saa hizi niko hapa. Bwana, safi sana. Ushauri wako kwa vijana ambao hawana mpango na kujiunga kwa masuala ya Mungu, kuna lipi la kuambia vijana? Wanasema wa kwanza atakuwa wa mwisho na wa mwisho atakuwa wa kwanza. Kwa hiyo mimi vijana wenzangu napenda kuwakaribisha kwamba kwa Yesu ni kuzuri. Ndio. Msijione kwamba eti kwenye mpo ndio ujanja sana. Kwa Yesu kupo kuzuri. Kwa hiyo tukaribie kwa Yesu. Kwa Yesu. Labda kuna faida gani kwenye kwaya kaka ulizozipata kwenye kwaya hii? Kwenye kwaya nimeona vitu vingi. Kwaya cha kwanza ina upendo. Yaani masuala ya kwaya ni watu ambao tunajaliana, ambao tunapendana. Yaani tunaposema kwa Yesu ni la, yaani kuna tofauti kati ya mtu mpagani na watu wa kusali, kuna tofauti mkubwa sana. Nataka kuona hilo, nakwambia njoo kwa Yesu ndio utakuja kuona. Siwezi nikakuelekeza. Njoo kwa Yesu ndio utakuja kuona hapa kwenye kwaya. Hii albamu ina nyimbo ngapi kiongozi? Hii albamu tumeweka albamu ya nyimbo 6. Nyimbo 6. Albamu ya nyimbo 6 tutaenda kuiwakilisha vyema. Naam. Kabisa. Mnategemea kuizindua lini hii albamu yenu? Hii hapa tunategemea kwamba watazamaji wetu ambao mnatuona, tunategemea kwamba hii album mwezi wa 7. Mwezi wa 7 mnaizindua? Mwezi wa 7 tunaizindua. Kwa hivyo wapendwa watazamaji wetu tunakwenda kuwakaribisha. Hii kwaya inapatikana kwenye kanisa gani labda? Hii kwaya inapatikana kwenye kanisa la Last Church of God Mission. Mchungaji wetu ni Amos Siwela. Karibuni sana. Bwana, jina lako ni nani kiongozi? Jina langu mimi ni Stefano Mikael Mwalwega. Kusema hayo, ningependa kwamba vijana wenzangu, mabinti, ningependa kwamba mkimbilie kwa Yesu. Nje kwa Yesu kwa sababu nyie punzi zenu nyie mnazo wema nyie. Bila Yesu, pasina ya Mungu, nyie si kitu mbele za Mungu. Kijana, wewe ni mwinjilisti? Mimi hapa tuseme sio mwinjilisti. Ila unatawi? Nategemea kuwa mwinjilisti. Unategemea kuwa baba mchungaji au mwinjilisti? Nategemea kuwa mwinjilisti. Nianzie kwenye uinjilisti kwa sababu unapokuwa mwinjilisti unakuwa msema ukweli. Ndio. Nakuwa anasimama sehemu na tangazia mataifa, nawaambia ukweli. Lakini masuala ya kuhubiri kidogo wewe ni mzoefu kidogo sio? Bana, mimi sio mbabaifu. Nipo kwa Yesu. Kwa nini babaike? Bwana. Kwa baba injili unainyosha kama kawaida. Mtoto wa askofu. Haleluya. Mtoto wa mchungaji. Kwa nimekulia kwenye maadili ya Mungu. Kwa kila kitu na mifumo yote naijua. Safi sana. Waombe wana kwaya wa Bethania. Filipi 4:4 inasema furahini katika Bwana. Thank you. Tena nasema tufurahi. Safi. Watamkie wana kwaya walioshiriki katika kazi hii na waliotoa michango, watamkie neno kama mtumishi wa Mungu. Mimi napenda kuwatamkia wana kwaya wangu kwa sababu mimi mwenyewe hapa kwenye kwaya yangu mimi mwenyewe ndo katibu ambaye nasimamia michango. Kwa hiyo mpaka unavyoona hapa tumefanikisha kushuti hii kanda ambayo tunataka tuwamwagie nyinyi watu ambao mnatutazama hapa. Ni kwamba wana kwaya wangu naishukuru kwa sababu nyinyi ndio mliofanikisha michango, tumetoka mbali mpaka kukupata wewe producer wetu mkubwa hapa ambaye unafahamika, producer Dani ambaye anaitwa huko huko wapi, kameramani wetu ni mtu mkubwa ambaye anafanya kazi wapi na wapi. Kwa hata kama wewe una shida na huyu hapa, nione mimi. Ukiniona mimi kwa kwaya zote za hapa Makongolosi, ukiniona mimi ukisema yule aliyowashuti ni nani, kwa kuwa tunaenda kutangaza kanda yetu, utaweza kufurahishwa na kanda. Kwa hiyo ukitaka kuniona mimi, basi ukinipata mimi umeshampata producer wetu, kameramani wetu. Waambie watu namba zako za simu wanapotaka hii kazi watumie kwenye WhatsApp, kwenye Facebook utawatumia. Waambie namba za simu. Basi mimi namba zangu ambazo ni katibu 07 82 88 11 42. Narudia tena 07 82 88 11 42. Kwa kusema hayo, asante. Asante sana kijana. Tunawashukuru kwanza nyinyi watu wenye vyombo vya teknolojia, mmeturahisishia kuhubiri injili ya Kristo kwa njia ya teknolojia. Kwa lengo letu sisi kwamba injili hii ambayo tunaihubiri ifike mataifa yote. Na mtazamaji wetu baada ya injili nzito kuipata, mzee ameamua pia kutoa naye, ametoa sadaka ya matunda naye. Akatoa naye sadaka. Na hii hapa ndio bustani yake, unaweza ukaizumu kidogo kameramani, ndio bustani yake yote. Ipo mpaka yote. Hii hapa ni bustani yake ya Makajambi.